Sasa suala la kwamba elimu itangulie, mabepari wametuonesha kivitendo kwamba kama huna pesa na elimu huipati. Nani katika sisi alifundishwa kwamba zile ni Islamic empires? Hatukufundishwa kwamba zile zilikuwa ni dola za Kiislamu. Ikiwa Wamarekani wenyewe asilimia kubwa 46 ukilinganisha na 15 wanaamini tumetokana na Mungu, kwa nini silabasi ya kufundisha watu wametokana na nyani na chipanzi iendekezwe? يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Leo tumo katika darsa yetu ya 25 katika mfululizo wa darsa kuhusu uhalisia wa elimu, mjadala baina ya mtazamo wa kibepari na mtazamo wa Qur'an. Katika darsa yetu iliyopita tumezungumza kuhusu neno ilmu, namna lilivyotumika ndani ya Qur'an, na kama tulivyoona katika aya tuliyoisoma leo hii, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema inna fi dhalik, hakika katika hayo ya ikhtilafu za binadamu katika ndimi zao na ikhtilafu zao katika rangi, kuna ishara na alama za kumtambua Mungu, lakini hawezi kuziona ila wenye ilmu. Lilalimin, wenye ilmu. Kupitia ilmu wanaweza kuona ishara za kumtambua Mungu katika ikhtilafu za lugha na ikhtilafu za rangi. Jana tulibakiza kiporo katika mazungumzo yetu, tunatarajia kukimaliza leo, alafu tuendelee na maudhui ya leo. Aya tuliyoisoma jana ilitubainishia kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mambo alomfundisha mwanadamu ni ufasaha na uwezo wa kubainisha, allamahul bayani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katupa ilmu kama tulivyojifunza, lakini katika maeneo ya ilmu ni ilmu hii, uwezo wa kuyatoa yaliyokuwa ndani ya moyo ukayatoa kupitia lugha na maneno, alafu aliyekuwa mbele yako akabainikiwa na kile kilichokuwa ndani ya moyo wako. Kwa hivyo fikra za mwanadamu na mawazo yake anayoyafikiria katika dhihni yake anaweza kuyatoa nje akamwelimisha mwingine, lakini ilmu vile vile ni kutoa kilichokuwa ndani ukampatia mwingine kwa namna nzuri. Na mara nyingi sana bayani, ubainifu wa jambo ni kwa lugha, kwa maneno mazuri yaliyopangilika. Hii ni katika siri kubwa ambazo wanyama hawajapewa, lakini mwanadamu amepewa. Na ukisoma sura hii Ar-Rahman, allama al-Quran, khalaqal insana allamahul bayan, kamuumba mwanadamu, amemfundisha mwanadamu uwezo wa kujieleza, ule uwezo wa kutoa yaliyokuwa moyoni, uwezo wa kuelimisha wengine. Kisha Mungu anakwenda mbele anasema ash-shamsu wal-qamaru bihusbani, jua na mwezi vyote vinakwenda kwa mahesabu. Ndio yale tuliyozungumza sana.
kwamba haviendi ovyo ovyo, na ndio maana binadamu wameweza kujua kwamba mizunguko ile inachukua muda gani na inakwenda kasi gani, wakipima kwa kipimo cha kilomita, kipimo cha kasi ya mwanga, kipimo cha kasi ya sauti, lakini wanakipima masafa baina ya sayari na sayari ni kwa mahesabu na vipimo. Kisha wanajmu washajaru yasjudani. Annajmu sio mwezi wala si nyota wala si sayari. Annajmu ni ile mimea ambayo inaota kwa kutambaa, ndio inaitwa annajmu hapa. Jamii kama maboga, matikiti, passion, zile mimea ambayo ikiota inakwenda kwa kutambaa, inaweza ikashika mti au chochote kile ikatambaa, ndio annajmu ilokusudiwa. Kwa hivyo wanajmu washajaru yasjudani, mimea hiyo inayotambaa na miti vyote vinamsujudia Mwenyezi Mungu, na maana ya kumsujudia ni kwenda katika mwendo ule ule ambao vimepangiwa, havitoki katika utaratibu ule. Kwa lugha nyingine, haviasi, havina khiari ya kwenda kinyume. Kwa ile tabia ambayo vimeumbiwa, huwa vinakwenda kwa tabia ile ile, haviachi tabia yake. Wasamaa rafaaha, na mbingu kazinyanyua Mwenyezi Mungu. Kisha wawadha'al mizan, hakuzinyanyua tu mbingu, lakini aliziwekea vipimo, mizani. Akaweka mizani, nasikilizeni hili neno mizani vizuri, kipimo. Na moja katika tabia kuu ya mizani ni nini? Tabia ya mizani ni kufanya kitu kinachoitwa balancing, kubalance upande mmoja na upande mwingine vikawiana. Kwa hiyo Mungu ameweka balance, uwiano katika mbingu na ardhi na vyote alivyoviumba. Wa wadha'al mizan. Sasa nataka kuambieni kwamba hivi vitu vilivyotajwa mnaviona ni sampuli mbalimbali Khalaqal insana, mwanadamu kuumbwa, na biolojia yote ile inayohusu umbile la mwanadamu, namna alivyoumbwa. Lakini allamahul bayani, jambo ambalo tutaliona katika fani ya lugha ni taaluma, namna ya kujieleza, ni taaluma ya kusomea ambayo inahusu humanities katika zile elimu tunazosema. Kisha ashamsu wal qamaru bihusbani, masala ya astronomia, mahesabu yaliokuwa baina ya jua na mwezi, na vinakwenda kimahesabu. Na aya nyingine nyingi tutaziona huko mbele kwamba Mungu anatuonyesha hivi viwili, litaalamu adada sinina wal hisabi, viko katika faida zake ni kule kutufanya sisi tujue idadi ya miaka na mahesabu. Kuna wanaohesabu miaka yao kwa kuzingatia jua, kuna wanaohesabu kwa kuzingatia mwezi, ndio ile mwezi lunar calendar. Tumia mwezi kama Waislamu kuhesabi miaka. Lakini amekwenda katika masala ya agriculture, wanajmu washajaru yasjudani, kwamba vinakwenda mwendo maalumu, havikiuki utaratibu ule. Ukikosea wewe kuvipeleka ndio havitokwenda, lakini ukiviwekea asbabu, maji yakawepo, mbolea ikawepo, havitoasi. Kila mti una tabia yake na haukiuki tabia yake. Waanbatna fiha min kulli shay'in mawzuni, na vikawekwa kwa mizani vile vile. Kila kitu kimeoteshwa kwa mizani ya Mungu, kwa maana ya kwamba miti hii itaota kwa tabia hii, mapori ya asli, na mimea ile inaota kupitia mbegu zinazosafirishwa na wadudu au zinasafirishwa na upepo, zinasambaa, zinaenda kuotesha miti mbalimbali. Lakini anbatna fiha min kulli shay'in mawzunin waja'alna ar-riyaha lawaqiha, tukaufanya upepo ndio unaokutanisha zile mbegu, alafu
mmea ukaota. Kisha wasamaa rafaaha wa wadaa almizan. Sasa kama Mungu ameweka mizani katika mbingu, maana yake ni kwamba hiyo ni taaluma gani? Sayansi asilia, ni natural science, astronomia, si ndio? Lakini sasa anakuja katika masala ya social science, anatuambia kwamba kama ambavyo ameweka mizani katika vitu vya asili, na nyie sasa katika maisha ya kijamii, an la tatghau fil mizani, na nyie msipunje mkavuka mipaka katika mizani. Haya masala ya biashara na kupima na kuuza ni uchumi. Uchumi ni katika taaluma gani? Katika social science tumesoma, sio? Na aya hizi zinatufunza kwamba kama ambavyo pamewekwa mizani katika maumbile asilia, mnapaswa vile vile msimamishe mizani katika mambo ya kijamii. Kule kuna kanuni na huku vile vile kuna kanuni. Kule kuna principle katika social, katika natural science, na katika social sciences kuna principle. Sasa ukivunja ukaharibu mizani za kijamii, utaleta maafa ya kijamii, kama ambavyo pakivunjika mizani za kimaumbile patakuwa na maafa. Distance, masafa baina ya jua na sayari yetu ya dunia tuliosema ni kilomita milioni 149.6. Hiyo mizani na hicho kipimo, maanake mizani ni kipimo alichokiweka Mungu, kikiharibiwa maafa mnayajua, sio? Kisogea kidogo mizani hiyo aliyoweka Mungu ikawa tofauti, ikasogea karibu zaidi, joto litakuwa kali, sote tutaangamia. Kisogea mbali kidogo, baridi itakuwa kali, sote tutaangamia. Kwa hiyo mizani hiyo, kipimo, unatakiwa uelewe kwamba mizani za kijamii zikivunjwa kuna maafa ya kijamii vile vile, kama vile maafa ya kimaumbile yanavyoweza kutokea. Kwa hiyo pakitokea watu ambao ni mutaffifina, wailun lil mutaffifina alladhina idha iktalu ala nnasi yastawfuna wa idha kaluhum au wazanuhum yukhsirun. Pakatokea kwamba hakuna uadilifu katika biashara, kila mmoja anakwenda mbio kupunja, patatokea maafa ya kijamii. Uchumi utaanguka, biashara itakuwa haina maana, ni kunyang'anyana, jamii haitokuwa stable. Kama tunavyoona leo hii, ujambazi, wizi na yote yanayotokea, kuna mahala pamekosewa katika mizani. Kuwepo na wale watoto wanaitwa mtaani kwa majina yote mnayoyaita, mtaita ni chokora, mtaita sijui, sisi Arusha tukiita makapurwa zamani, maneno yote mabaya. Chokora kwa sababu wanachokora kwenye mapipa. Kapurwa, ukiambiwa kapurwa kwa mtu wa Arusha umetukana, sio? Sina uhakika kama mikoa mingine inatumia neno kapurwa. Maneno machafu yote, lakini ukweli ni kwamba kuna mahala jamii imekosea ikazalisha chokora. Sio kosa lao, ni kosa la kijamii. Kuna mizani ambayo haiko sawa sawa. Pakiwa na ujambazi uliokithiri katika jamii, ikawa kila mtu ataandika kwenye nyumba yake kuna mbwa hatari, akaweka waya za umeme, akaweka mlinzi, akaweka vitu vingi sana vya kuhakikisha yuko salama, anajilinda na nani? Na tabaka fulani katika jamii ambalo halihitaji kuomba, linataka lichukue kwa nguvu. Lakini nani kalifikisha mahala likafikia mahala linahitajia kuchukua kwa nguvu? Kuna ikhtilalu katika mizani ya kijamii. Zaka zinatolewa, khumsi zinatolewa, sadakati zinatolewa, hivi vyote vinatoka. Kama havitoki, ritani yake ni nini? Tumeuliza wakati fulani hapa tukasema, hivi hawa tunawaita kwamba ni chokora, tunawaona wakiwa vijana wakubwa wadogo, hawai watu wazima? Hawai watu wazima na midevu yao wakawa mtu mzima tayari? Majibu ni kwamba wanakuwa watu wazima. Haya, wakishakuwa watu wazima wanatowekea wapi? Mbona hatuwaoni tena? Tunaona wakiwa watoto tu.
kisha unajua kwamba hawakwenda shule, hawakupata huruma za wazazi, hawakupata malezi, pale wanapoishi wenyewe kwa wenyewe na kulala kwenye mtaro, akipata mtu chake akakiweka mfukoni, akilala na wenzake, akiamka asubuhi hakiko. Maanake mnyonge anapelekwa mbio na wenzake pale pale walipokuwa pamoja. Kwa hivyo kuna ubabe baina yao, kuna kutengenezwa awe katili, alafu hajakwenda shule, hajasoma elimu yoyote, alafu kawa mtu mzima akaamua ingie mtihani. Sasa wanapoteaga wapi hawa? Mbona hatuwaoni tena? Kisha wanakuja kushangaa, mtu anaingia nyumbani kwako anapora, hatosheki kupora tu, anabaka, hatosheki hivyo, anaua pia. Unajiuliza, kama alikuwa akitaka tu kitu sikishakipata, kwa nini afanye yote haya? Kumbe ni accumulation, ni mkusanyiko wa tabia zake zote za tangu zamani akiwa mdogo, na hasira zake zote za kukosa na kutengwa na jamii, anazimalizia pale. Kama vile nyie mlikuwa mnatunyima sisi, sasa tumekuja kuzichukua kwa nguvu. Kwa hivyo jamii ikikosa mizani, maafa ya kijamii ni makubwa. Ndio leo inafikia mahala familia na mzazi hasa wa kiume inatosheka tu akihakikisha huyu mwanae basi aridhike, basi imekwisha. Kwa sababu yauma tubla sarair, utakuta orodha ndefu ya wanaoitwa watoto wa fulani si watoto wake. Haya ni jambo dogo hili nalo. Ikiwa machafu katika jamii, aliyekuwa mke wa mtu kutoka nje, jambo la kawaida. Kwa hivyo kuna watoto wa kusingiziwa wengi vile vile. Hili si jambo dogo. Utamwona mtu utu uzimani miaka 60 anaambia huyo si mwanao. Kwa nini asichanganyikiwe? Aliyemsomesha, akamkuza, akamfanyia kila kitu, kisha anaambia si wa kwako. Kwa nini asichanganyikiwe? Sasa ikiwa kwa aya hizi katika maumbile ya asli yana mizani, na huku katika maisha ya kijamii, an la tadghau almizana wa aqimu alwazna bilqisti wa la tukhsiru almizana. Aqimu alwazna bilqisti, simamisheni kipimo kwa uadilifu. Sio katika mambo ya uchumi, vipimo vyote visimamisheni katika maisha ya kijamii, kama alivyosimamisha Mungu vipimo vyake katika maumbile ya aslia, ili msilete maafa ya kijamii, ili kwa darasa letu hili muendelee kuwa wanadamu mliotukuzwa, walaqad karramna bani adam. Ile heshima yenu ni hapa. Katizameni mizani inayotumika duniani, ni mizani sawa sawa? Mizani ya kwamba fulani amiliki makombora ya nyuklia lakini fulani hafai kumiliki, ni mizani hiyo? Mbali na kuwa mjadala kimsingi inafaa tumiliki, tumetumwa kuijenga hii dunia, makombora yale yanajenga, yanabomoa, lakini mmeamua kumiliki. Nani kawapeni kibali nyie wachache tu? Kwani nani alimpa kibali Korea ya Kaskazini? Nani alimpa kibali Pakistan? Nani alimpa kibali India? Na walipokuwa wakipigana sana hawa watu, lau kama wasingemiliki makombora yale, vita vingeisha, kwa sababu kila mmoja sasa anamuogopa mwenzake. Kwa nini wengine wasiingie tamaa ya kumiliki? Ikiwa ukishamiliki utaheshimiwa na utaogopwa. Kwa hivyo utaona dunia haina mizani ya kupima mambo ambayo ni adilifu. Wa aqimul wazna bilqisti wala tukhsirul mizana. Hakuna mizani katika mambo yetu yote kwa ujumla. Hapa ndipo tunapoona kwa mara nyingine uwiano baina ya natural sciences na social sciences. Kwa lugha nyingine, vyote vina kanuni, vyote vina mizani, vyote vina miqdari na kiasi. Kiasi Kiswahili ni kipimo, vyote vina kiasi. Kiasi haina maana kitu kichache. Unasema suruali, mimi kiasi changu kiuno ni 36, maana kipimo changu. Wewe unavaa viatu kiasi gani? Unasema 42, ndio kiasi chako. Ndio Kiswahili fasihi. Kwa hivyo kila kitu kiko kwa kiasi, yani kwa kipimo. Wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira, amekikadiria kila kitu kwa kipimo chake.
Sasa Mungu anasema allamahu albayan. Katika hadithi hatujadili usahihi wa hadithi au kutokuwa sahihi, lakini pamesema kwamba Mtume alisema inna min albayani la sihra. Katika albayani, uwezo wa kujieleza, kuna sihri ndani yake. Sihri hapa haina maana ya uchawi. Sihri inatumika katika lugha kwa maana kuna athari, kama vile kumwambia mtu nimekuroga kwa maneno yangu, sio? Maanake maneno yangu yamekuathiri sana. Yani Mswahili kusema mke hana haja ya kwenda kumroga mume wake kwa mchawi. Yeye mwenyewe akiamua kumroga kwa kumfanyia ihsani na wema, anamroga kabisa. Simelana Yani anaweza kumwathiri kwa namna isiyokuwa wazi. Ndio maana uchawi ni athari ambazo haziko wazi, haziwezi kuonekana, sio? Na sisi Waswahili tunasema kwamba maneno matamu yanaweza kumtoa nyoka pangoni, sio? Maneno yakiwa matamu ni sihiri kamili, inaweza kumshawishi mtu, sio? Na Waswahili wakasema mapenzi ni kurai, asiyejua kurai hajui kupenda. Mapenzi ni kurai, yani ni maneno mazuri ya kumrai mwenzako, na kama hujui kurai hujui kupenda. Hujawahi kuona watu wana ulimi mzuri, hana chochote lakini ulimi wake tu ndio anarogea wanawake kwa ulimi wake? Au jamaa hamjawahi kuwakuta? Na kama hamjawahi kukutana nao, na matapeli pia hamjawahi kukutana nao, anaweza, vijana wanasema anakusomesha. Jamani, nimemsomesha mpaka kaingia 18 zangu. Kumsomesha maana yake nini? Ni kutumia ncha ya ulimi na uhodari wa kupanga maneno na mambo mpaka mtu akakuelewa kwamba uko sawa sawa, kisha akaingia mahala unapotaka aingie. Tunataka kusema kwamba mwanadamu kapewa uwezo huu, anaweza kuutumia vibaya vile vile, lakini ni moja katika aya na alama za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba kapewa ufasaha na uwezo wa kujieleza. Mapenzi ni kurai bwana. Ndio utakuta kuna watu mambo mengine yote hayawezi, lakini ulimi wa kudanganyia kina mama, lau wangeutumia katika mimbar ulimi ule, wasiokuwa Waislamu pia wangesilimu. Lakini anapokutumia anatumia kule kwenye maeneo yake yale. Sasa hiyo ndio albayani aliopewa mwanadamu, uwezo wa kujieleza, akaweza kumwelesha mwenzake au akaweza kuelewa ya mwenzake. Na ndio maana Firauna alimtia illa Musa kwamba huyu nani huyu bwana, atakuwaje Mungu mtume wala yakadu yubinu, hawezi hata kujibainisha, hawezi hata kujieleza. Na ndio Musa alayhi salam akasema rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani, niondoshe fundo na uzito katika ulimi ili niwe na bayani hiyo, yafqahu qawli, waweze kuelewa kauli yangu. Kwa sababu ni muhimu sana kuwa na ulimi mzuri uweze kushawishi watu kufahamu kile ambacho unataka wafahamu. Sasa hii sifa kapewa mwanadamu, na watu wamekuja kutengeneza ilmu mbalimbali kutokana na hilo. Kuna ilmu inaitwa ilmu albayani, ilmu almaani, ilmu albadii. Zote hizo ni katika balagha, ufasaha wa mwanadamu. Sasa mwanadamu, tumesema jana, alipokuwa ni haki yake kujieleza, dunia ikaweka haki sasa katika hilo, freedom of expression, kujieleza, uhuru wa kujieleza. Tumesema jana, huwezi kuhukumiwa wewe bila kuwa umepewa fursa ya kujieleza. Umetuhumiwa, umelalamikiwa, lazima upewe fursa ujieleze, kisha baada ya pale ndio hukumu itoke, kwa sababu ni haki yako ya msingi kujieleza. Na tumesema mara nyingi, hata katika malezi, mtoto anapokuwa amekosea, mpe nafasi ajieleze. Kuna watoto wameleleka kiasi kwamba lau ungesikia maelezo yake hana hatia, lakini kwa kuwa hapewi fursa ya kujieleza hupigwa, alafu baadaye mzazi akajua kwamba kumbe hakukosea. Kwa hivyo inachotakiwa umpe mtoto nafasi ya kujieleza. Kwa nini umechelewa nyumbani? Kwa nini umechafuka namna hii? Usimpige kwanza, mpe nafasi ajieleze.
pengine utamwelewa. Hiyo ni haki ya binadamu, akiwa mtoto, akiwa mtu mzima. Sasa katika kujieleza, lugha ndio inachukua nafasi kubwa sana katika kujieleza. Sio lugha peke yake, lakini lugha ndio inachukua nafasi kubwa. Manake hata mtoto akizaliwa huwa anajieleza, lakini anajieleza kwa kulia, sio? Akilia mama anafahamu kwamba ana njaa au ana kitu kingine, sio? Kwa hiyo mtoto hujieleza kwa kulia, na mama huwa mwepesi kumwelewa mtoto, kilio hiki ni cha nini? Huyu ana usingizi, huyu mama atasema hivyo. Ana njaa huyu pengine anaumwa huyu. Kwa hivyo anajieleza kwa kulia, kwa sababu lugha sio sauti, ni sauti ambazo zina maana, lazima ziwe na maana. Kwa hivyo kulia sio lugha, lakini namna ya kujieleza. Sasa sehemu kubwa ya kujieleza mwanadamu inatokana na lugha, na lugha Mungu anasema min ayatihi wa min ayatihi, katika ishara na alama za kumtambua Mungu kwamba yupo. Ni nini? Khalqu samawati wal ardh, kuumbwa kwa mbingu na ardhi. Kaisome mbingu, kaisome ardhi, uifahamu tabia yake ili umjue Mungu. Wa fil afaqi, katika anga huko. Sanurihim ayatina fil afaq, tutawaonyesha ishara zetu katika anga. Wataona mambo mengi katika anga. Tumesema kasome hicho kinachoitwa astronomy ili umuone Mungu. Hilo ni moja, ni katika ishara zake. Na tukasema hiyo ni natural science, namna gani na kutambulisha Mungu. Wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum, na tofauti za ndimi zenu na rangi zenu. Sasa ndimi ni lugha, na lugha panasemwa kwamba duniani kwa sasa hivi kuna idadi ya lugha 7159. 7100 lakini kuna lugha zimewahi kufa, kwa sababu wanaosoma lugha wanafundishwa kwamba lugha huzaliwa, hukua, hukomaa na inaweza kufa. Inakufaje? Inakufa inapokosa watumiaji, inatoweka. Kwa hivyo lugha zote hizi zimetoka wapi? Mungu anasema ni katika ishara na alama zake kuwepo kwa lugha. Mwenyezi Mungu katupa namna ya kuwasiliana, namna ya kufahamiana, namna. Kama hakuna mawasiliano, hakuna kufahamiana, unajua mwanadamu hawezi kutengeneza civilization yoyote, wala hawezi kufanya maendeleo. Katika mafunzo ya ndugu zetu wa Kristo wanasema kwamba kule Babiloni palikuwa pana lengo la kujengwa jengo kubwa refu ili watu wamfikie huyo Mungu, lakini Mungu akaingilia kati kwa kuwafanya hawaelewani katika lugha. Basi mawasiliano yalipokuwa yamepotea, ikawa ni obstacle, jengo halikuendelea. Mimi sina uhakika, lakini ina maana kwamba ikiwa watu hawafahamiani, hawawezi kujenga maisha ya kijamii. Huwezi ukajenga jengo hili, wewe ni injinia, alafu mafundi wote hamuelewani, watafanyaje? Haiwezekani, sio? Na panapokuwa na namna ya kutokuelewana ndani ya familia, ndio maana familia zetu nyingi huvunjika, pamoja na kuwa tumepewa bayani. Sasa kuna lugha 7159 nyingi zimekufa, na lugha nyingi duniani ziko katika bara la Asia kiasi 2200. Bara la Afrika lote lina kiasi lugha 2000. Basi hizi lugha tunazijua kwamba Tanzania kuna lugha 121. Unaweza ukaona ni nyingi hizi, ajabu bwana. Lakini hebu ingia tu Kongo, utaona 200 zinafika. Hapo Kongo 200 lugha watu wanazungumza, na Afrika yote 2000 hizo lugha. Na ndani ya hizo lugha kuna lahaja, zile dialects. Yani lahaja ni ikhtilafu ndogo ndogo ndani ya lugha moja. Maana utasema hawa ni Waasu, yani Wapare. Waasu hawa lugha yao ni hii, lakini ndani yao kuna Wapare wa kaskazini kule milimani na kuna Wapare wa chini huku. Kuna tofauti katika mazungumzo. Kuna Msambaa wa kule na Msambaa wa huku, kuna tofauti kidogo. Kuna Mnyaturu wa mahali fulani na mahali fulani, katika matamshi yao, katika kujieleza kuna tofauti ndogo ndogo vile vile.
Haya, tizameni Waarabu, kuna lahaja ngapi tangu ule wakati wa Mtume? Lakini hizi lugha, kuna mtu anaweza kusimama akasema mimi ndio nilioanzisha lugha yangu? Yuko mtu anaweza kusema hivyo, kwamba kuna mtu fulani mtaalamu msomi alianzisha lugha, kwa hiyo lugha fulani inanasibishwa na fulani? Lipo hilo? Hakuna. Kwamba Kiingereza mwanzilishi wake ni fulani. Kwa hivyo lugha ni katika ishara za kumtambua Mungu, na ni katika zile elimu zinazoitwa za humanities za kibinadamu, al-ulumul insaniya. Sasa katika lugha, ndugu zangu, suali dogo na nyote mnafahamu, je, lugha ina kanuni haina kanuni? Lugha zina kanuni hazina kanuni? Sina kanuni. Yani huwezi kwenda kusoma grama ya Waingereza bila kusoma kanuni. Ukitaka kuzungumza kwa wakati ujao, wakati uliopita, wakati uliopo, wakati uliopo endelevu, si kuna kanuni jamaa? Kiarabu si mnasoma qawaidul lugha? Si kanuni hizo? Nataka muelewe kwamba kanuni hizo ndizo zile kanuni za katika kuumba vile vile. Mizani aliweka kule, kuna mizani katika lugha, kuna kanuni. Kwa hivyo kule ukija katika Kiswahili, na bahati mbaya ni kwamba nyie mnasoma Kiarabu alafu mnamzidi Mwarabu ambaye hajasoma, hajaenda shule kujua hizo kanuni, sio? Alafu kuna nyie lugha yenu Kiswahili pia hamuijui. Anakuja mzungu anakuandikieni kamusi ya kwanza, anakuja kuandikieni nini, sarufi ya lugha yenu, kwa sababu amesoma zile kanuni, sio? Lakini swali dogo, hili swali naliuliza kila mahali, hivi tunaposoma kanuni za lugha, kawaidi za lugha, tunazisoma kwamba zimewekwa kama sheria tuzifuate, ndizo zimetangulia kuwekwa, alafu lugha ikaja inatakiwa izifuate hizo kanuni, au kilichotangulia ni lugha alafu kanuni zikagunduliwa ndani ya lugha? Narudia swali langu kama halijaeleweka. Zile kanuni za lugha na kawaidi za lugha ziliwekwa ili lugha izifuate isizikiuke, au zilikwepo kabla ya hapo? Wajibu wa mwanadamu ilikuwa kuisoma lugha akazigundua kisha akaamua kuzifuata? La kwanza ndio sahihi au la pili? Lugha ndio imetangulia alafu kanuni zikagundulika kwamba zimo ndani ya lugha. Hiyo ni nukta muhimu sana jamani. Kwa hiyo kilichotangulia ni lugha. Kujua kanuni ni uchunguzi na ugunduzi wa binadamu kwamba katika lugha na kanuni, si ndio? Ndio maana katika lugha wanasema Waarabu husema hivi, hawasemi hivyo. Kwa hiyo kilichokuwa sahihi ni kile wanachosema Waarabu. Maana yake nini? Ni kwamba kama ambavyo katika natural sciences tumegundua kanuni katika kemia, fizikia, biolojia, astronomia, jiolojia na nyingine, katika mambo ya humanities vile vile tunafanya kazi ya kugundua kanuni katika lugha. Ina maana kanuni zipo kabla mwanadamu hajazigundua. Elimu ya mwanadamu ni kugundua zile kanuni. Ndio maana katika lugha ya Kiarabu tunawafundisha vijana kwamba shairi ya Kiarabu imetamkwa na Mwarabu, imetungwa na Mwarabu, ni tungo za Kiarabu, na zenyewe ni hoja katika lugha kwa sababu Mwarabu alizungumza hivyo. Lakini ile shairi lazima iwe imetungwa mwaka 150 hijiria. Ukienda baada ya mwaka 150 ile shairi haitumiki kama dalili. Yani kama kuna mashairi yalitungwa baada ya mwaka 150 hijiria kushuka chini, hayawi ni hoja katika lugha. Waulize watu wa lugha kwa nini? Wanasema kwa sababu wakati huo Waarabu walianza kupoteza lugha yao ya asli kwa kukutana na jamii nyingine, ikawa sasa Mwarabu akisema sio hoja tena, kishaharibikiwa. Tuko pamoja? Kwa sababu hoja ni vile anavyozungumza mwenye lugha yake, kanuni zinafuata baada ya kumsikiliza mwenye lugha. Kwa hiyo tunagundua kanuni ambazo zipo. Umeona nini? Kwa nini Mwenyezi Mungu anasema wa min ayatihi, kwamba ikhtilafu alsinatikum ni ishara ya kumjua Mungu? Imekuwaje ndani ya lugha kuna kanuni? Nani kaziweka? Na watajieni tu baadhi ya
taaluma za lugha ya Kiswahili katika isimu ya Kiswahili. Ukisema isimu ni sayansi ya lugha ya Kiswahili, na hakika msamiati huu wengi hawajauzoea, kwa hiyo nitadokeza tu. Kwa mfano, kwenye Kiswahili kuna kusoma kitu kinaitwa fonolojia. Fonolojia ni taaluma inayohusu sauti za herufi. Sauti za herufi, hiyo inaitwa nini? Fonolojia. Na unajua sauti za herufi maana yake ni kama vile unavyosoma wewe makharijul hurufi katika lugha ya Kiarabu. Lugha ya Kiswahili kuna watu kusoma fonolojia. Watu wamekuja kuweka kanuni za wapi herufi fulani inatokea. Katika kutamka herufi fulani inatoka mahali gani? Zile makharijul hurufi, utasoma sasa. Wakati huo utasoma biolojia pia. Ndio tumesema mara nyingi hizi elimu zinakwenda sambamba. Ukitaka kujua herufi zinatokea wapi, lazima usome umbile la mwanadamu sehemu hii, si ndio? Sauti inatoka wapi? Alhanakil ulwi wasufli, na koo nzima lile, ulimi, kwa sababu kuna herufi zinazohusu ulimi tu, kuna herufi zinahusu shafatain, si ndio? Kama wau. Unaona? Sasa lazima usome biolojia ya mwanadamu ili uweze kujua herufi inatokea wapi. Kwa hiyo hazijao mustaqil, zimeungana. Tumeelewana? Kwa makharijul hurufi. Na kuna herufi kama hujasoma unaweza ukaona wewe mnatamka sawa tu, lakini ukweli hazitamkwi hivyo. Ndio sisi, kwa mfano, kwa Waasu, kwa sisi tuliozaliwa mjini, ni rahisi sana kujulikana kwamba wewe sio wa kule. Kuna maneno ukiambiwa tamka huwezi. Sijui kama kuna jamaa wa Waasu hapa. Mwasu ni Mpare. Yeye hajitambui kama ni Mpare, anasikia kwa watu tu wanamuita Mpare, lakini yeye ni Mwasu. Sasa Waasu ukimwambia tamka kuku, anatamkikaje? Akiwa ni wa mjini atajulikana hapo hapo. Tumeelewana? Kwa namna tu atakavyotamka. Sasa nikiwatamkieni hamtoelewa, kwa sababu mimi pia napata tabu kutamka. Lakini katika Kiswahili, Mswahili mwenyewe, nimewahi kutoa mfano huu kwa vijana mara nyingi. Ile paa namna unavyoitamka katika lahaja ya Kipemba ni sawa sana wewe unavyotamka. Ndio ile tunaosema kwamba ni hiyo, lakini ile paa ya mpumuo. Mtu kusema Pemba na mwingine kusema Pemba ni tofauti, Sasa wanasema paa yenye mpumuo, Pemba. Hao umetoka pe, kuna mpumuo, si ndio? Lakini wewe unasema Pemba kavu. Hali matamshi, sio? Kwa hivyo wanasoma namna ya kuzitamka herufi. Hiyo inaitwa nini? Fonolojia. Haya, morfolojia, maumbo na, yani neno lina umbo lake, si ndio? Unasoma hili neno limetoka wapi na limetokana na nini. Jamani, si sayansi hiyo? Je, sayansi hii imepangwa na mtu au tumeigundua? Kwa mfano, mzizi wa neno ni nini? Kiambishi cha awali na tamati. Yani katika lugha ya Kiarabu tunajua sisi kwamba kuna katika sarufi, sarf, tumejifunza nini? Madatul kalima. Neno hili linatokana na herufi gani, si ndio? Alafu linaweza likaingia huruful mudhari mwanzoni, kwa mfano. Linaweza likaingia dhamair mwishoni, si ndio? Lile neno lile lenyewe lina shina lake na mzizi wake. Kuna maneno herufi zinaweza zikatangulia na herufi zikachelewa, si ndio? Kwa mfano, huruful mudhari zinatangulia, alafu kuna dhamair zinachelewa kwenye neno. Zinaweza zikawa mwanzoni vile vile kama dhamair mustatir na nyingine, si ndio? Vyovyote itakavyokuwa, katika lugha ya Kiswahili wanavita viambishi awali na viambishi tamati, si ndio? Kwa hivyo neno anakwenda lina maneno herufi zilizoongezwa mwisho na mwanzo. Na ile kwend ndio asili ya neno. Anampiga, pig ndio asili ya neno, kwa sababu kuna anapigiwa, anapigwa, panabadilika kule, lakini haya pig halibadiliki, ndio asili. Sasa haya yote ukitizama, na sentensi inaanzaje kwa Mswahili?
inaanza kwa ismu au kwa fi'lu. Jamani, si mpangilio huu? Na watu wanasoma katika vyuo wapate degree katika haya. Hiyo inaitwa nini? Morfolojia, umbo la neno na maneno ndani ya sentensi. Nimesema nataka kupita tu haraka haraka kwa sababu hizi ni fani za watu, zinahitaji kusoma kwa kirefu. Lakini anayetaka vitabu ambavyo vinafundishwa katika vyuo, naweza kumpa baadhi ya majina ya vitabu akanunua, akasoma haya mambo. Lakini vile vile kuna sintaksia, mpangilio wa maneno ndani ya sentensi, lipi litangulie, lipi lichelewe, sio? Na kila lugha ina tabia yake, na ikichelewa ikawa iyyaka naabudu, sio naabudu iyyaka, inaleta maana gani? Taban, kuleta maana hapahusu sintaksia. Sintaksia inahusu mpangilio wa sentensi. Ukishaanza kujadili maana ni semantiki, ni inaingia katika fani nyingine. Zote ni fani hizi, nadhani tuko pamoja. Alafu unakuja katika pragmatiki, kwamba maneno fulani yanaweza kusemwa mahala fulani kwa sababu ya mazingira fulani. Hayasemi moja kwa moja, mazingira fulani tu ndio yanaweza kuinfluence hayo mazungumzo. Yaani mtu badala unapoingia nyumbani kwa mtu, umechoka, umekaa tu kwenye kitu, kasema nina kiu, atafanyaje yule bwana? Yule bwana mwenyeji wako atafanya nini? Atakuletea maji, lakini umemwomba maji wewe? Hujamuomba maji, sio? Lakini yeye mwenyewe ameelewa nina kiu, maana yake kinachofuata ni nini? Apewe maji, si ndio? Na mfano wake uko sana katika mazungumzo. Sasa nachotaka kukielezea hapa ni kwamba kuna kumuona Mungu katika lugha, ikhtilafu alsinatikum, na ni taaluma ambayo ina vipengele vyote, baadhi tumevitaja. Nenda katika lugha ya Kiarabu, ulumul lugha, zile sayansi za lugha katika Kiarabu ni 10 na baadhi wamesema 13, wengine wamesema zaidi ya hizo, sio? Ushairi, riwaya, tamthilia, ambazo ndio al-adabu hizo, fasihi. Utaona masala ya i'rab, ilmu al-i'rab, yani nahwu, sarfu na mengine yote. Hizi zote ni al-balagha, ni ulumul lugha. Jamani, hizi sifani ambazo mpaka uzihitimu inahitajia miaka. Usome vitabu vya mubtadiin, alafu ufikie mahala sasa uko vizuri, uanze ukasome au soma matnul ujurumia mathalan, alafu ukaenda ukasome qatrun nada, utoke pale uende alfia ya Ibn Malik, uende katika mughni al-ladhib. Ni miaka mingapi? Hii lugha, mtanisamehe wengine wana hivi ni vitabu vinavyotumika kimataifa katika masala ya fani ya lugha ya Kiarabu. Haya alifikia katika mughni al-ladhib, ni mtu mashaallah katika lugha, lakini kachukua muda gani kusoma? Na kasoma fani zote za lugha au fani moja tu ya i'rab? Sasa inshakuwa ni milango mikubwa sana mipana ya elimu. Lakini Mungu anasema min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu wa alwanikum, kwamba pale kuna kumuona Mungu. Na hasa Mungu yuko wapi pale? Kwamba hizi kanuni hakuna mwanadamu alioweka. Kanuni za lugha zimegunduliwa na mwanadamu. Nadhani mpaka hapo tuko sawa sawa. Tunataka tumalizie hili neno ilmu kwa haraka haraka. Mungu anasema wa huwa alladhi, na katika aya hizo, alama hizo Mungu alizosema, mwisho anasema inna fi dhalika la ayatin lilalimin. Katika hizo ikhtilafu nyingi zilizotajwa ikiwemo ya lugha, kuna ishara nyingi za kumtambua Mungu, lakini hazipati ishara hizo ila wenye ilmu. Kwa hivyo kadhia ilmia, masala ya lugha ni masala ya kiilmu, kwa sababu hawezi kutambua mpaka mwenye ilmu. La ayatin lilalimin. Neno ilmu limetumika vile vile na Mwenyezi Mungu kuashiria ilmu katika aya mbalimbali, ikiwemo aya hiyo tuloisoma na ikiwemo aya hii tunaisoma, wa huwa alladhi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumati albarri walbahri qad fassalna alayat liqaumin ya'lamun. Yeye Mwenyezi Mungu ndiye aliyejalia, aliyeumba akajalia nyota. Nyota mnazijua,
kila mmoja anafahamu. Lakini Mungu anasema moja katika faida za nyota, faida nyingi ambazo hatuzijui, litahtadu biha, ili muweze kuongoka kujua njia kupitia nyota. Mufassiruna wanasema safari za baharini, wale wanaokwenda baharini huongozwa na nyota, kujua waende huku kaskazini, waende huku kadha. Na Waarabu zamani wakisafiri walikuwa na nyota kama 3 zinawaongoza, kwamba wakiona hii huku wanajua huku kaskazini, huku ni hivi huku. Mungu anasema litahtadu biha fi dhulumati albarri walbahri, ili muweze kuongoka kujua njia za hapa duniani mkiwa katika nchi kavu na mkiwa katika bahari. Ndugu zangu, hiyo ni ilmu, si ilmu. Na Mungu anathibitisha ni ilmu. Qad fassalna alayati liqaumin ya'lamun. Ilmu hiyo tumefafanua hizi aya kwa watu waweze kujua, au watu wanaojua, watu waweze kujifunza. Sasa hiyo ni fani ya watu kuweza kusoma anga, akaweza kutoa maamuzi ya aende vipi huku duniani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anathibitishia hilo katika surati Yunus, anasema huwa alladhi ja'ala ash-shamsa dhiya'an, yeye Mwenyezi Mungu ndiye aliyefanya jua kuwa lenye kutoa mwangaza, wal qamara nuran, na mwezi kuwa unatoa nuru, wa qaddarahu manazila, akakadiria kwa mwezi vituo. Mwezi unaandama unakuwa ni kama vile wal qamara qaddarnahu manazila hatta aada kal urjuni alqadim, wa qaddarahu manazila, akakadiria vituo, unakwenda mpaka unafikia, unakuwa mbala mwezi, unakwenda unapungua mpaka unakuwa aada kal urjuni alqadim, karara bovu, unapotea, alafu unaandama tena, sio? Wa qaddarahu manazila, kwa nini? Litaalamu adada sinina wal hisabi, litaalamu ilmu. Kwa hivyo kupitia pale mwanadamu kaweza kugundua, anaweza kujua misimu ya mwaka, anaweza kujua mzunguko, akatengeneza kalenda. Ndio watu wa kwanza kutengeneza kalenda ni Waafrika wa Misri, wakaweza kutengeneza kalenda inadhibiti misimu. Na wataalamu wa historia wanasema kwamba waliwezaje kutengeneza kalenda, ni kwa sababu walikuwa wakipata mafuriko katika mto Naili ya ghafla, kila mara yanawaangamiza. Wakataka wajue ni kipindi gani mafuriko hutokea katika mwaka, ili waweze kuwa na tahadhari mapema kabla ya mafuriko. Hatimaye wakagundua kwamba wametengeneza kalenda mwaka mzima, ndio tunakwenda nazo sasa hivi. Tunajua msimu huu wa mvua, msimu huu wa kiangazi, msimu huu wa kadha, msimu huu patakuwa na upepo mwingi, ni kipupwe, ni kadha. Na kila ardhi duniani ina tabia yake kwa mwaka inayotofautiana na ardhi nyingine. Wakati nyinyi mwingine mko katika baridi, wengine wako katika joto. Wakati nyinyi mko katika kipindi cha mvua, wakati wenzao wako. Mungu anagawanya haya mambo ili watu waweze kupumua, na mtu anaweza kusafiri akaenda sehemu ya baridi kama anahitajia, yeye akiwa katika eneo la joto. Na ndio tukasema ndio sasa utalii wa hali ya hewa umeanza kuingia duniani. Watu wanaondoka kwao kwa sababu ya joto kali, wanakwenda nchi nyingine ili wapate afueni. Lakini Mungu anasema litaalamu adada sinina, ili muweze kujua. Taalamu ilmu, sio nyinyi mlopanga, mmegundua utaratibu wa Mungu katika kutengeneza misimu. Adada sinina wal hisabi, lakini na mahesabu vile vile. Kuhisabu, mtaweka kilomita, mtaweka maili, mtaweka sijui kadha, lakini itawatengenezeni mahesabu. Suala haya ni masala ya kielimu, si masala ya kielimu. Hivi ndivyo ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatufundisha. Sasa lugha na albayani ni vitu vya msingi sana katika namna mwanadamu anavyojieleza. Leo tumekomea hapa kwa sababu hatujapata fursa, maelezo yamekuwa marefu zaidi. Kesho Mungu akitupa taufiki, tunaingia katika neno namba 2 ndani ya Qur'an, ambalo tutakwenda nalo katika darasa ya kesho inshallah, na ambalo linaashiria ilmu. Tutakomea hapa. Nasallallahu al-auna wa tawfiq lima yuhibbu wa yarda, innahu waliyyu at-tawfiq wa bihi nasta'in, walhamdulillahi rabbil alamin.